Watu 22 wameuawa lakini pia na wengine 63 wameweza kujeruhiwa katika shambulio la kujitoa muhanga ambalo lilitokea ndani ya kanisa la mjini Damascus nchini Syria wakati wa ibada ya Jumapili jioni. Wizara ya mambo ya ndani ya nchi imeweza kusema kwamba shambulio hilo lilikuwa na uhusiano na kundi la wanajihadi la Islamic State yani IS. Hata hivyo kundi hilo bado halijaweza kuthibitisha kwamba linahusika na shambulio hilo ambalo liliweza kutokea katika kanisa hilo. Sasa idadi ya vifo imeweza kuorodheshwa kuwa ni watu 22 waliokufa, lakini pia na watu wengine 63 wameweza kujeruhiwa. Maarifa mengine yanataja vifo kwamba vya 20 mpaka 25, lakini takwimu rasmi ni 22, ambapo sasa kumekuwa kuna taarifa tofauti ambazo wengine wanasema zimefika mpaka 25, wengine wanasema 22 ambao tunaweza kuishi nayo hiyo. Sasa mtindo wa shambulio hilo ni mass shooting ambapo pia unaunganishwa na self detonation katika mazingira ya sala ya jioni, ambapo waumini walikuwa zao pale jioni kama kawaida. Hata huko Bongo tushazoea kuna makanisa mengine ambapo kunakuwa kuna ibada asubuhi and then jioni kunakuwa kuna ibada tena. Sasa na tukio hili linatendeka, waumini hawa walikuwa katika tukio la jioni, unaweza kusema ibada ya jioni ambalo pia lilikuwepo. Sasa tukio hili limekuwa linahusishwa na watu wengi sana. Sasa serikali ya Syria imetaja kuwa kundi la Islamic State kama lenye hila ya tukio hili. Ripoti za mwanzo zinaeleza pia hitilafu zinasemekana kuwa za seli ndogo za Islamic State ambao wameweza kusababisha shambulio hilo na vifo hivyo kuweza kutokea. Ukiangalia kwa mtazamo mwingine sasa, ni shambulio kubwa sana kabisa ndani ya kanisa la Syria kwa muda mrefu sana, na limeweza kuongeza hofu kubwa sana miongoni mwa jamii, lakini pia maelfu ya watu ambao pia wako tofauti katika nchi hiyo, hasa Waislamu na Wakristo wanaoishi Damascus. Sasa serikali ya mpito chini ya Ahmed al-Sharaa inalaani tukio hilo na kufanya mkakati wa kuweza kurejesha amani na kulinda haki za jamii ndogo kutokea katika nchi hiyo, ambapo sasa kufuatia nchi hiyo na vyombo vya serikali vinafuatilia kwa ukaribu kabisa na usalama wa mahali na pia ibada ambazo zinakuwa zinaendelea, muundo wa seli za IS ambao ni Islamic State na mbinu za kuweza kupambana nazo. Sasa jumuiya za kanisa pia na zenyewe zimehama huko Damascus, huku serikali pia ikiweza kuimarisha ulinzi na polisi katika maeneo yenye hatari ili kuepusha vita hivi visiweze kuendelea au machafuko haya yasiweze kuendelea katika eneo hilo. Yapi maoni yako kuhusiana na hili? Drop comment yako, pata komentisha kinoma noma. Watu wengi wanakuwa kwa makanisani kuweza kuabudu, lakini pia kumtumikia Mungu yeye aliyoko huko juu mbinguni, halafu vita vinakuwa vinatokea kama hivi, machafuko makubwa yanakuwa yanatokea kama hivi, inakuwa haijakaa sawa. Drop comment yako hapo, utakomentisha kinoma noma. Ciao.